Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Mheshimiwa mkuu wa sekta ya Nganja, jambo. Jambo. Kwa sasa unapatikana hapa Kasaba na kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuja kwa ajili ya kuwapa wale ambao ni wahanga, kama vile kuwapa pole. Kwa upande wako ni kipi ambacho unachapungia kutokana na msaada huu? Nita exprime joie yangu kwa serikali yangu ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, hususan kwake rais wetu Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine ambaye halali, na kuweza kukumbuka hata watu ambao wanapatikana nyuma, nasema nyuma, kwenye vijiji na vitongoji vya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Sababu Kasaba ni moja kati ya vijiji, au Yungu ni moja kati ya vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Tulikuwa hatutegemei kupata viongozi ambao wanaweza kuja kuwa pamoja nasi kutokana na majanga ambayo tumeweza kukumbana nayo hapa. Na hivyo kutokana na misaada hii yote ambayo mnashuhudia nyinyi journalist, kwa kweli huu ni msaada sasa watatu. Sababu msaada wa kwanza ulikuja na vice gouverneur wa province pamoja na wa député provinciaux na president wa assemblée provinciale yetu ya Sud Kivu, na msaada wa pili ulikuwa kipesa ambao gouverneur mwenyewe professeur Jean-Jacques Purusi ambaye aliweza kuachia waanga aswa le vrai victime ya hii catastrophe naturelle ambayo ilipitika hapa Kasaba, na hivyo kuwaletea kitita cha pesa cha milioni 4 na tukawapa. Na leo hii tunaenda kushuhudia msaada wa tatu wa serikali wa mabati, unga na kadhalika. Kwa kweli naendelea kutoa shukrani zangu sana na kupongeza serikali yetu ya Kongo ya Kongo, na kusema kwamba majanga kama na haya huwa yanapitika maeneo tofauti. Na maana leo hii ni kwangu Kasaba, kesho itakuwa kwa wengine. Roho ambayo rais anayo aendelee nayo. Hiyo inaonyesha kwamba yuko bega kwa bega na raia wakati wote wa matatizo. Na labda kuna baadhi ya raia ambao wanasema kwamba wao ni waanga lakini hawakuweza kupata msaada huu. Kunakuwa watu ambao wanakuwa na waandika wale ambao si walengwa. Wewe kama vile mkuu wa sekta Nganja, una kipi cha kuongea kutokana na swala hili? Ndiyo, makaa ya vile haiwezi weza kujitokeza, sababu hauwezi weza kuridhisha watu wote. Lakini wale walengwa halisi kabisa wameandikwa. Mimi sikutoka Lubonja kuja hapa Kasaba juu ya kufanya michezo. Nimekuja hapa kubaki na raia yangu kutokana na matatizo. Ina maana kwamba ikiwa kuna mlengwa ambaye aliweza kuachwa au kuorozeshwa kabisa, niko mbioni sana kwa kuweza kumjazi. Na ikiwa si mlengwa, mimi si mjaji, sababu kuna walengwa ambao wanatakika kupata msaada, na wale wengine ambao waliweza kupokea zile familia ambazo zilikumbwa na haya matatizo. Kuna baadhi ya familia ambazo tumeorozesha pamoja na chef de village na kapita. Ina maana hakuna lolote lile ambalo mimi kama vile chef de secteur nimelifanya bila kuweza kuwa pamoja na chef de village, kapita, societe civile na kamati ambayo iko hapa, sababu tuliweza kusimamisha kamati hapa ili kuweza kutonesha walengwa halisi ni wanani. Na hiyo kazi tumeifanya, na labda hivyo vikaratasi wakati wakuu viongozi watakuja nitaweza kuwaremetre na mtaweza kushuhudia wenyewe ikiwa kama tumeandika watu ambao si wa Kasaba. Sababu na mimi pia journalist nimesikia hiyo habari ya kusema kwamba chef de secteur ameandika hata watu wa kutoka Lubonja. Najiuliza, Lubonja nimekuja mimi peke yangu. Ina maana jina ambao watasikia ni Akili Bernard kama vile chef de secteur. Na nawahakikishia kwamba chef de secteur wao bado mikono yake ni meupe kabisa. Na hakuna lile ambalo litapenyeza kwenda pembeni kama vile wizi. Nitahakikisha kwamba yule mlengo wa kwanza na wa mwisho amepokea huu msaada. Labda mheshimiwa, ni idadi gani ya nyumba ambazo umeziorozesha kupitia mafuriko haya? Tukiangalia vizuri idadi ya watu ambao waliweza kupoteza nyumba na kadhalika, Kasaba yote iko frappe. Lakini kuna watu ambao nyumba ambazo zilienda na familia, kwa saizi hatukuweza kuogota hata mwili mmoja.
mimi nilipokeza watu 68. Lakini baada ya kupokeza hiyo 68 tuliweza kupata maka zenye zilikuja kuweza kutuambia kwamba mmetusahau. Na wakati chef de village na kapita waliweza kushuka kwenye terrain na kuangalia ukweli kweli, ilienda kuonekana kwamba tumeacha watu wengine. Na hivyo idadi kabisa imefika kwa watu 75 ambao nyumba zao zilienda na wao ambao ni wanahitajika kabisa huo msaada. Pamoja na hayo, wakati watu waliweza hiyo ajali kuonekana, kuna watu ambao walisaidia kutosha ile miili kwenye majiwe, kwenye eneo Vikarakusi, na hizo famii au hizo jamaa pia hatuwezi kuziacha, sababu nazo pia zilifanya kazi. Kuna watu, si watu ambao walikufa tu, kuna wengine ambao vyombo vyao vilienda na maji, na wale nao pia ni wengine ni walengwa. Kuna wengine ambao pia nyumba zilibomoka, yeye alinusurika kifo, watoto walinusurika kifo, lakini yeye nyumba yake iliweza kubomoka, naye pia ni muanga, yeye naye pia ni cible kwa hii situation ambayo ilipita hapa Kasaba. Kwa hiyo idadi kamilifu ya wale ambao walipoteza vitu vyote na jamaa kuweza kufariki ilifika 75. Lakini watu ambao ni walengwa, leo hii mimi niko najiuliza hivi vitu vitagawanywa namna gani? Sababu walengwa ni zaidi ya 200. Na mimi naambiliwa kwamba ni 200 ndio itakwenda kupokea hapa. Waanga ni wengi, ni zaidi ya 400 menaje ambazo zinatakika kupewa msaada hapa. Sasa leo hii najiuliza ni nani nimtoe kwenye orodha na ni nani aweze kupokea huo msaada. Kwa hiyo wana journalist, ninaweza penda mnisaidie kwa wakuu viongozi ambao watakuja, mwambie kwamba waanga ni wengi na hii chakula hapa haitawatosheleza. Hivyo haya manjanja sijui tuweze kuigawa namna gani ili angalau kila mmoja aweze kupata hata 7 au 10. Na leo hii nimepata idadi ya kusema kwamba ni 1200 za bati ambazo zimefika hapa. Kwa hiyo ni pamoja na hekima na raia yangu ya Kasaba iweze pamoja na makapita, pamoja na wa chef de groupement na wa chef de village, tutaketi chini, kama ni bati 2 au 3 basi tupane hayo na waweze kurizika. Akil Bernard, chef wa sekta ya Nganja, tunakushukuru. Asante, ni mimi ambaye nawashukuru zaidi. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.